yake ndiyo kuu. Ukiaziwa Bwana watu watakazwa. Ukia watu watatu anafika katika mwisho hii ya siku ya leo. Wana wa majeshi ukiaziwa na utukufu wanaompelekea chao, na ninaomba haya yote katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Karibu sana mchungaji. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Ni wakati nafasi ambayo ni nzuri, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine tena ambayo ni siku ya furaha Bwana ameitenda kwa maisha yetu. Tunapofika katika nyumba yake tunajiachilia, tunakuwa huru. Huko nje inaweza kuwa matatizo, shida, taabu, lakini tunapofika katika nyumba ya Baba tunasahau zote. Naweza sifiwe. Sababu ni nyumba ya Baba, mahali ambapo inataka ujiachilie licha ya mapito ambayo unayapita, lakini unajiachilia. Naweza sifiwe. Kwa sababu ni nyumba ya uponyaji, nyumba ya uongozo, nyumba ambayo inaleta mazuri nchi ya maisha yetu. Na ndipo Daudi akasema ya kwamba nilifurahi nilipofika katika nini, nilipoambiwa twende katika nyumba ya nani? Nyumba ya Baba. So nyumba ya Baba ni mahali ambapo ni mazuri, ni nyumba ambapo unajisikia uko huru. Naweza sifiwe. So sina budi kumshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwaminifu, anaendelea kutendea yaliyo makubwa, anazidi kutupigania, anazidi kutushika mkono katika mambo yote yawe magumu, hatuachi. Naweza sifiwe. Ako pamoja nasi. So tunamshukuru kwa ajili ya uzima ambao tuko nao. Kuna wengi wapendwa ambao walistahili waishi wako na mipango siku ya leo, lakini hawapo. Naweza sifiwe. So sisi tulio hai tunashukuru Mungu na tujue ya kwamba uhai ambao ametupa si ametupa wa bure, inabidi tumfanyie kazi. Naweza sifiwe. So ni kumaanisha ya kwamba uko na majukumu, uko na kazi kwa ajili ya kufanya. Mungu akikupa uzima kumaanisha ya kwamba uko na kazi na shughuli ya kufanya. Naweza sifiwe. So tuko na kazi. Tunaingia katika maandiko, topic yetu ni kuhusu ushindi. Naweza sifiwe. Tunasema sisi ni washindi, na tujiiti tu washindi kwa sababu aliyetutangulia alifanya gani? Alishinda. Sasa sisi ni washindi. Naweza sifiwe. So tunapomwamini na kumkumbatia ndani ya maisha yetu, tunajua ya kwamba sisi pia ni washindi, sababu ushindi alituhakikishia licha ya kupita katika mapito yote, lakini tunajua tunaye ambaye ni nani? Ni ushindi. So sisi si wa kuangamia, sisi si wa kutitimia, si wa kuangalia nyuma, bali ni wa kwenda mbele. Naweza sifiwe. Wengi wanadhania ya kwamba uchumi ni ngumu, mambo ni magumu, lakini sisi tunaona mbele ya kwamba Mungu hapa anatushika mkono katika magumu, katika milima yote. Hatuko peke yetu. Bwana asifiwe. Hapo yule wa kutushika mkono ni wa kupanda pamoja nasi. So sisi hatuna mtazamo wale watu watulia. Mtu watulia, shida inapokuja, tukiangalia wanandoa, shida inapokuja, yeye anakata kauli, anaona ya kwamba hii ndoa si yangu, it is not my choice. Si upavu wangu. Wewe asifiwe. Anajaribu kukiva, lakini sisi Mungu anatupa matumaini ya kwamba tunaenda mbele. Naweza sifiwe. Hali inaweza kuja kazini, uone ya kwamba umeinukiwa kila mahali, hakuendi, watu wakuchukie, kila mtu akutaka. Naweza sifiwe. Lakini hata wao wasipo kukutaka, Mungu anakutaka. Ako pamoja nao, amekushika mkono katika hukumu wote. Mungu yuko pamoja nao, hakuachi. Bwana asifiwe. Hapo kwa ajili ya kukutetea. So usione hali ngumu juu ya maisha yako, ona Kristo ambaye ni mkuu juu ya maisha yako, leo utapata ushindi.
Wengi wanashindwa kwa sababu mitazamo yao ni tofauti. Hawa wanatazama na kushindwa, kuamka kwao, kutembea kwao, wanaangalia yale masemango wanayowasemanga. Naweza sifiwe. Lakini sisi tunaangalia Mungu anasema yapi juu ya maisha yetu. Petro akaangalia Kristo, akasema Kristo sema jambo ili nikatembea katika maji. Akaanza kutembea, lakini Petro naye ikafika mahali alipotembea katika maji, anaanza kutazama watu wanaongea chini yake nini. Wanaanza kusema hebu angalia kakosi kwa maji nini. So hiyo mitazamo ikaanza kufanya Petro anaanza kusoma katika maji. So sisi tutasome watu, tutasome Kristo na tutakuwa washindi. Bwana asifiwe. Na ndipo topic yetu ni kuhusu washindi, ya kwamba sisi ni washindi. Amen. Na tukasema ya kwamba washindi tunapitia katika vita. Tunapitia katika vita. Wakasema ya kwamba unapookoka usitanie ya kwamba sasa huko bandari. Bwana asifiwe. Lakini ndiposa tumetangaza ya kwamba huko katika uwanja wa nini? Uwanja ya vita. Haujafika katika bandari. Lakini huko katika uwanja nini? Ya vita. Na katika hizo vita inatakana uepuke mshindi. Ndiposa kila mtu ashangilie wewe ni mshindi. Amen. Lakini hata kama vita umepigana, ulemewe kidogo, wewe si mshindi. Bwana asifiwe. Lazima upigane vyote ufanye nani? Ushinde. Usilemewe mahali. Amen. So tunakuja hapa kutiana nguvu. Baada hapo tumelemewa tutiane nguvu. Hatuangalie utaifa ambao tuko nao, lakini tunaangalia mshindi aliyetutangulia, ya kwamba yuko kwa ajili ya kutushindia. Naweza sifiwe. Lazima tupate kushinda. Na tukasema ya kwamba kuna silaha ambayo Yesu mwenyewe alituahidia, ya kwamba ukiwa nazo utapata kushinda ila zote, mipango zote, mbinu zote na kila aina ya mishana ambayo shetani anakuleta. Naweza sifiwe. Na wewe utakuwa mshindi. So tuliangalia kwamba katika kichwa lazima ufae kofia. Na kofia ni nini? Ya wokovu. Bwana asifiwe. Na tukaangalia kichwa kisehemu muhimu sana ambayo unailinda nini? Ni akili. Bwana asifiwe. Amen. Unapolinda akili yako basi unaepuka. Shetani kazi mingi sana huwa anachenga akili zetu. Ili akili zako zisitazame ushindi wa Kristo, utazame kushindwa kwako. Uone vile mzazi wako kusaidia, wengine wakasaidiwa wakaenda university wakasoma vizuri, wako na kazi vizuri, wanakula vizuri, na wewe wazazi hawako kusaidia, hata vile unahangaika. Hata unaona wazazi ni watu ambao si wazuri, surrounding ango ambapo walikuwa na kazi nzuri hawako kusaidia, na wale majirani na wote ambao wako. So unakuwa negative kwa watu badala ya kutazama ushindi ambao Mungu alikupa. Bwana asifiwe. Amen. So wewe mtazamo na akili yako umeangalia kushindwa kwako badala ya kuangalia ushindi ambao nani? Mungu anakupa. Bwana asifiwe. Amen. Alafu mwishowe wewe unaendelea na focus yako mahali ambapo iko, ndipo mahali pale unapokuwa. Ukiangalia negative peke yake ndio zitafanya nani? Zitajidevelop katika maisha yako. So if you want to attract positive things, you have to think what? Positive. Bwana asifiwe. Amen. Licha unapita katika wewe mwenyewe, mtu akikuangalia hali kwa kweli anaona wewe umelemewa, lakini wewe hauoni kulemewa. Na ndiposa hata Yesu mwenyewe akasema ya kwamba walio masikini wajiite nini? Tajiri. Bwana asifiwe. Amen. Walio wagonjwa wajiite ni wazima. Why? Because if you create that positive field around you, then it attracts the positive things upon your life. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ukicreate negativity upon your surroundings, then those negative things will attract the negative things, na utaishi maisha ambayo si mazuri. Utalaumu watu, utalaumu kila kitu, na kumbe chanzo ni wewe mwenyewe. So for you to succeed in life, you have to create positive things around you. Bwana asifiwe. Amen. Because the positive things to be attracted. Ukienda walio matajiri, yeye anaona fursa. Mahali alipo anaona fursa. Yaani anaona kuona mbele. Anaona biashara zake zinaendelea. Anaona biashara zake zinaenda kimataifa. Na hiyo watu wanaanza kumtafuta, wa mataifa wanamtafuta. Lakini aliye masikini
anaona kushindwa, anayeona kuibiwa, anayeona hii biashara yake hana wateja, ndipo hata wateja wanamtoroka. Bwana asifiwe. Anatrakti wezi, wanamuibia, anaisha. Bwana asifiwe. Na matajiri wanazidi kuattract, wanaenda mbele. So when you create negative field upon your life, then negative things will start developing around you. Na hakuna mahali popote utafanya gani utaenda. So let us create positive things as we see that Jesus is there to do what? To do great things upon our lives. Bwana asifiwe. That's tutakuwa washindi. So sitaki kwenda mbali. Tunataka tuingie kwa ile ya 9. Na ya 9 tunaenda kuangalia praise. Bwana asifiwe. Sifa. Sifa pia ni silaha moja ya kuleta ushindi. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tuangalie Yoshua walipoingia Jericho. Bwana asifiwe. Amen. Wakafika katika mji wa Jericho. Maadui zao walikuwa wamejenga mnara, walikuwa wamejenga ukuta ya kwamba hakuna yoyote ambaye atafanya gani atawafikia. Bwana asifiwe. Na ile nchi Mungu amesema ya kwamba endeni mkamiliki zile nchi, sababu nimewapa nyinyi wa Israeli. Lakini wanafika kule maadui wamejenga ukuta, ukiangalia yani hakuna penetration ambayo utaweza, hata ukichapa risasi haiwezi. Yani wamejenga kuchenga. Mungu akawaambia kupomoa hii ukuta ni katika sifa. Bwana asifiwe. Hao wakaanza kuimba na kusumbuka baada ya kwanza. Bwana asifiwe. Wanaimba na kusumbuka mara ya pili, wanaimba na kusumbuka mara ya 3, mpaka mara ya 7 ukuta ukafanya gani? Ukuta ukaanguka. Amen. So maadui hapa walijua ya kwamba vile tumeweka hii ukuta basi nitosha kwetu, hakuna vile tunafikiwa. Lakini katika sifa ikafanya gani? Ikaangusha hiyo makuta zote. So katika maisha yako inaweza kuwa kweli tuko na nini? Na kuta ambazo shetani amekuchengea. Amen. Ya kwamba wewe hauwezi ingia katika baraka zako. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Hauwezi ingia katika ushindi wako. Umekaa kanisani miaka rudi. Lakini breakthrough yako haijaonekana. Ushindi wako haujaonekana. The only thing here Bwana anasema ya kwamba katika sifa na kumwabudu yeye, hizo kuta ambazo ziko mbele zako zinafanya gani? Zinafunjika, na wewe unafanya gani? Unapata breakthrough yako. Amen. So tunaona ya kwamba katika ushindi kweli, katika hii sifa inatupa nini? Inatupa ushindi wa kushinda. Amen. So sifa ni silaha moja ya wewe kufanya gani? Kupata ushindi katika wokovu. Amen. Hata huko nyumbani nilikuwa kabla sijaokoka, kuna wakati kama hii mwezi, Bwana asifiwe. Amen. Hii mwezi ya 8 hii, kuna wale wanaenda kutahiriwa. Hii mwaka kama hii mwaka mwezi wa 8, Bwana asifiwe. Amen. Kuna wale wanaenda kutahiriwa. Inafikanga mahali mtu mnaweza kusalimiana ni mzuri, mnatembea vizuri, lakini wakianza hizo nyimbo kuimba, mtu anakeuka. Bwana asifiwe. Amen. Yaani amepepa position nyingine, ni kama amepakaa watu, yani haeleweki. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ni nyimbo tu za kusifu nini? Kusifu mapepo yao. Inawapa nini? Inawapa nguvu. Bwana asifiwe. Amen. Unaona mtu anaanza kukimbia peke yake tu. Bwana asifiwe. Amen. Yaani hajua anaelekea wapi, chenye anafanya hakielewi. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini amefanya gani? Amepakawa, ametiwa nguvu zingine ambazo si za kawaida. Amen. Anaweza kimbia. Yaani wakati ambapo hako sawa, wakisema sasa 100 meters, Bwana asifiwe. Amen. Wapishane tu 100 meters mpaka mahali. Yeye hizo pia hawezi, anapita, hata mtoto anaweza kupita.
Lakini unaweza pata hata mama mzee mwenyewe, lakini wakianza hizo nyimbo, wakati anachomoka pia anachomoka kama risasi. Bwana asifiwe. Amen. Ati sijui amepata spiriti fulani ya kutairisha watu, so anakimbia, anachomoka kama risasi sababu ya spiriti ile ambayo amepata. So unaona ya kwamba hata kama mapepo inaposifiwa inatia mtu nguvu. Na je, Mungu wetu, Bwana asifiwe. Amen. So tunapomsifu Mungu wetu tunapata nguvu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu anatutia nguvu ya kushinda. Hata kama tumelemewa, lakini ana renew our energy. Bwana asifiwe. Amen. So katika sifa sinafanya Mungu anatukuka, Mungu anainuliwa, na Mungu anaachilia hizo nguvu juu ya maisha yetu ya sisi kwenda mbele. Amen. So unaona ya kwamba katika safari tunalemewa, katika wokovu tunalemewa, katika kwa sababu katika hali ya kusifu kwetu maybe ni kutaibu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini tunapomsifu Mungu na unaona Mungu anafanya gani? Analeta breakthrough juu ya maisha yetu. So tutaangalia mstari kidogo ya kutuonyesha hapa kweli sifa hizi. Tutaangalia katika kitabu cha Zaburi 22 mstari wa 3. The book of Psalms chapter 22 verse 3. Na wewe u mtakatifu. Yes. Na wewe u mtakatifu. Yes. Na wewe u mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Uketie juu ya sifa za Israeli. Yes. Yeye Mungu ni nini? Ni mtakatifu ambaye amekaa juu ya sifa. Bwana asifiwe. So tunaona ya kwamba Mungu ako juu ya sifa. Tunapomsifu tunamuinua yeye. Na sifa ni zipi? Sifa ni kusema ya kwamba Mungu wewe unaweza. Bwana asifiwe. Amen. Mungu hakuna aliye kama wewe. Yes. Mungu wewe tunakuaminia. Yes. Mungu wewe ndiye baba yangu. Hakuna baba mwingine aliye kama wewe. Hiyo ni kumpa sifa. Bwana asifiwe. Amen. Unapopea Mungu sifa naye anatukuka. Bwana asifiwe. Amen. Na anapotukuka anaachilia utukufu juu ya maisha yako. So kitu ambacho Mungu anahitaji juu yako ni nini? Ni sifa. Bwana asifiwe. Amen. Sifa. Daudi alishinda namna gani? Kuna wengine walipofika katika vita, madugu zake akina Eliabu, Abinadabu na Shama, yes, hao walijisifu kwa sababu ya ujuzi ambao wako nao. Amen. Wakasema we are well trained. Bwana asifiwe. Amen. Tuko na silaha ya vita. Yes. Sisi tunaenda kupigana. Hao ndio walijisifia. Daudi alipotoka kule kwa ajili ya kwenda katika vita, hao waliangalia Daudi na kuanza kumcheka. Amen. Kitu cha kwanza ambacho walisema ana kamtoto kadogo. Bwana asifiwe. Amen. Yaani tayari wamemtarau kwa sababu ya nini? Ya udogo wake. Kitu cha pili wakasema hana elimu. Kumaanisha hana ujuzi wowote wa kufanya nani? Wa kuenda katika vita. Bwana asifiwe. Amen. Wakamtarau. Kitu cha tatu wakasema ya kwamba hana mavazi ya vita. Bwana asifiwe. Amen. Kumbe hao walikuwa wanajiaminia kwa sababu ya nini? Ya mavazi, wakijua ya kwamba mavazi ndio nini? Ndio protection yao. Lakini licha hata ya kumwambia hivyo, yeye hakufanya magari, hakuangalia kwa hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Yeye alichipa moyo licha ya kumdharau. Yes. Sasa hivyo ndivyo ilivyo katika dunia tunayoishi ya saa hii. Amen. Wewe mtu anakudharau eti ya kwamba hauna silaha. Na silaha yenye wanaangalia saa hii ni nini? Ni pesa. Bwana asifiwe. Amen. Hatuwezi kufanikiwa kwa sababu hauna pesa. Amen. Hata anakuangalia hauna silaha. Bwana asifiwe. Amen.
Wamekuangalia ya kwamba hauna mavazi, hauna coverage. Hakuna mtu yoyote kotifana ambaye hapo pale kwa ajili ya kukutetea na kukupitisha. So wanakuona ya kwamba wewe you are useless. Bwana asifiwe. Amen. Hauna faida. Wanakudharau na kukukaa. Lakini sio hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Sisi we have a Potiphar ambaye ni nani? Ni Mungu wetu aliye juu. Yes. Tunapomwamini anakupitisha katika mahali popote. Hallelujah. Eza asifiwe. Amen. Mahali popote. Yes. Na tukawa na story moja. Amen. Tukawa na story moja. Amen. Ambaye huyu jamaa alihama kutoka sehemu moja kwa sababu mahali ambapo alikuwa ng'ombe zake hazikudi kutosheka. Bwana asifiwe. Akaona mahali kwingine ambapo ni kuzuri, akaenda akanunua, akaweka fenzi yake vizuri na akawa na ng'ombe zake vizuri. So alipofika kule na ng'ombe zake hizi anakamua maziwa inakuwa kwa wingi. Bwana asifiwe. Amen. Anaanza kukawia nani? Kukawia jirani. Yes. Anakawia jirani zake, anakawia jirani zake. Amen. Asifiwe. Amen. So siku moja yeye kwa sababu ni mgeni akapitisha hizi ng'ombe, lakini hii njia haifahamu vizuri. Na kumbe hii njia mbele yake iko na nini? Na shimo. Kuenda ng'ombe zikaenda zikafahamu na gani? Zikaenda zikaanguka katika hiyo shimo. Akaenda zile wale majirani ambao alikuwa anakawia maziwa, akawaambia jirani zangu, hebu kujeni pale mkafahamu na gani? Mkanisaidie, ng'ombe zangu zimeanguka katika shimo. Bwana asifiwe. Swali ambayo jirani waliuliza ni ng'ombe ngapi zimeanguka? Akasema ni 6 tu ambazo zimeanguka ndani. Nao wakakimbia kando wakasemezana, si ukianguka tu zote hiyo ndani ya shimo hata tufanane. Bwana asifiwe. Amen. Lakini yeye imagine alikuwa anafahamu gani? Anakamua maziwa akifahamu gani? Akiwasaidia. Amen. So wakaenda ule wakinongozana, wakamgoja tena jioni fahamu na gani? Iingie. Wakasemezana na wakapanga. Wakasema sasa sababu zimeanguka hapo, haya tuende namna gani? Tusizike. Bwana asifiwe. Amen. Wakaenda kisakiza kama huyu ameenda kula amepumzika, wanaanza kuweka nini? Anaanza kuweka mchanga. Amen. Na kumbe ile mchanga ambayo wanaweka ili fanye na gani? Wasike ng'ombe. Ng'ombe zinajitingiza hivi, mchanga inaenda chini na hapo zinaanza kufahamu na gani? Zinaanza kukuja juu. Sasa mwishowe wanangojea shimo ijae, wanaona ng'ombe zinaanza kufahamu na gani? Kutoka zenyewe. Bwana asifiwe. Amen. So wewe usijali maneno ambayo wanakuchimbia. Amen. Wanakuchimbia. Bwana asifiwe. Amen. Wanaweza kukuwekea yale mzito, na kumbe yale mzito ndiye anakufanya gani? Yaani ni kama wanakukonga na mawe. Amen. Yale mawe yanakuja, kumbe yanakuinua wewe, unafahamu gani? Unakuja juu, fahamu gani? Ukaonekana. So wewe usiangalie yale uzito ambao wanakukongea. Amen. Wewe take advantage ya yale kila mbao ambao wanakuchengea korofa ya wewe fahamu gani? Kuinua katika ile shimo ambayo uko. Bwana asifiwe. Amen. So usiangalie tu shimo na kuanza kulia. Angalia hata yale mawe ya kuja kuwekea, lakini atakupandisha katika level fulani. Bwana asifiwe. Amen. Wengi wanaangamia kwa sababu ya mtazamo ambao wanakonda. So Daudi hapo angalia maneno mazito ya mawe ambayo yanamkonga. Yeye alimtazamia nani? Alimtazamia Mungu. Ikafika mahali akawaambia, angalieni wewe Goliathi, umenikuchia mimi na mkuki, umenikuchia na ngao, lakini mimi nakukujia kwa jina la nani? La Yesu. Bwana asifiwe. Amen. So hii ni kumpa sifa Yesu. Amen. Ya kwamba huyu tegemeo lake ni nini? Ni ngao. Tegemeo lake ni nini? Ni mafumbo. Bwana asifiwe. Amen. Tegemeo lake ni nini? Ni mishale. Lakini yeye anasema tegemeo langu ni nani? Ni Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa kweli Yesu aliposikia hivyo akasema kwa kweli niko na mtoto. Lazima nimpe ushindi. Amen. I have to go and pack up him. Bwana asifiwe. Amen. Na akakuja akampa pack up kubwa. Yes. Akasema sasa wewe
struggle. Amen. Chukua tu kamawe na ka string. Achilia moja. Vile aliachilia kuchitu ukafanya gani? Ukaanguka. Amen. So wale wa Palestina kule wanapoangalia wanaona hii ni mbinu ambayo Goliathi anatumia ya kujiangusha tu chini. Amen. Ili haka Daudi kakuja akashike na akamalize. Amen. Waisraeli huko pia wanapoangalia wanasema pia hivyo, ameanguka tu ili Daudi akifika karibu afanye magani amalizwe, kumbe mtu ameshafanya magani ameshakufa. Wala lazima. Amen. Wakati Daudi anafika pale anakata kichwa, ndio wa Palestina wanafanya magani wanatoroka. Ndiposa wa Israeli pia wanafanya magani wanaweka shangwe kwa sababu ushindi umepatikana. Amen. So watu wanaweza angalia kushindwa kwako kwa sababu wanakuona huko katika shida. Lakini praise yako kwa Mungu wako. Yes. So kila wakati inatakana una praise Mungu wako. Bwana asifiwe. Amen. Unamuona mshindi kisha maisha yako. Yes. Yeye alienda kwa mfalme. Alisema wewe unaniambia kitu gani hiki? Amen. Huyu Mungu huyu ambaye tunaongea naye. Nikiwa nikilinda kondoo za baba yangu, tumbo alikuja akanipa nguvu nikafanya gani? Nikaua tu. Amen. Huyu Mungu ambaye tunaongea juu yake. Simba akakuja kurarua kondoo za baba yangu. Huyu Mungu akanipa nguvu nikafanya gani? Nikamaliza huyo simba. Sasa huyu Goliathi ambaye tunaongea juu yake, pia huyu Mungu akanipa nguvu ya kufanya gani? Na kumfariji. So hizo ndizo sifa unazompea Mungu juu ya maisha yako. So kila wakati Mungu anastahili nini? Anastahili hizo sifa. Na unapompa sifa anakuja for backup. Amen. Asifiwe. Amen. Anakutia nguvu. Yes. Wewe unatembea haukui mtu wa kawaida. Amen. Wewe unakuwa mshindi. Yes. Unaonekana mshindi mahali popote unapotembea. Unatembea na ushindi. Hautembei ukihangaika sasa. Daudi pale hakuhangaika. Hakuwayawaya. Mfalme ndiye aliwayawaya akihangaika. Akasema huyu sasa tumpelekee mavazi. Huyu sasa sijui mshale mzuri uko wapi tumpatie. Lakini Daudi anashika anasema hii hapana. Mavazi anafaa, anasema hata kutembea ndio ninashindwa. Hata bila mtegemea nani? Namtegemea Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Na Mungu akashuka akampa utukufu. Bwana asifiwe. Amen. So sisi sifa zetu tumpatie nani? Kristo. Tumpatie Kristo. Amen. Usianze kupatia mapepo sifa. Usianze kupatia wakanga na wachawi sifa. Hawana sifa. Bwana asifiwe. Haleluya. Unaenda mahali unasema wengine wanasema huyo mchawi. Huyu hapana, huyu ni wa kuokoa. Hakuna. Bwana asifiwe. Amen. Hawana. Bwana asifiwe. Amen. Wachawi hawa ni mfano tu wa nani? Wa Goliathi. Lakini tunaye nani? Mgaye Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Yesu anaweza sifika kwa sifa zake, lakini tunaye nani? Mgaye Mungu ambaye ako na sifa zote. Bwana asifiwe. Amen. So tutainuka kwa miguu zetu kwa sababu ya muda. Na uanze kutafakari makubwa ambayo Mungu amekutendea. Mimi mwenyewe upande wangu ninapotafakari, maadui walinirukia kama ni sumu, mimi walitaka nikufe kitambo sana. Amen. Wakanipa, lakini Mungu wangu akasema ya kwamba mtoto wangu hautakufa. Bado unastahili. Haleluya. Wengi walinirukia kwa chochote cha ufanisi ambaye nilikuwa nafanya kwa mikono yangu ili kifanikiwe, hawakuwa wanakitaka. Amen. Wanasema lazima huyu tumwangalie. Amen. Siku moja wengine wakajitokeza na mapanga kwa ajili ya kunimaliza. Yes. Lakini Mungu wangu anasimamia. Mpaka hata kasiri nafamiwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini wanaponifamia mimi mwenyewe nacheka tu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hao mpaka wanashinda.
Amen. Wanatoka pale zichaumizwa kokote, Bwana asifiwe. Hallelujah. Mpaka inapaki kuwa mshangao. Amen. Amen. So kuna mtu tunapomtegemea kweli akatutia nguvu. Maadui wainuke namna gani hawatatuweza. Tunaye Mungu. Unaweza ndio unajua duniani mko na majaribu, matatizo yapo. Si wewe peke yako ambaye unayapitia. Hata Daudi ambaye tunaongea juu yake aliyapitia. Ndugu zake wakamtenga, ambao wanatoka katika tumbo moja. Wakasema hana kitoto kierere, nani alikaleta? Yaani kumaanisha hawamtaki. Hallelujah. Mtu ambaye analeta ushindi katika familia yao, katika tribe yao, katika jamii yao wanamkataa. Lakini yeye ndiye analeta ushindi katika Israeli. Lakini wanamkataa. Unaweza kuwa umekataliwa. Kuna mahali watu wengine hata hawakutaki. Haijalishi. Usiangalie hao, uangalie Mungu. Mungu anakutaka. Anayetaka uishi mpaka siku ya leo anakutaka. Yes, Lord. Anakutaka. Mapito inaweza kuwa magumu, ndio tunaielewa. Hali ya uchumi kwa unaiona kwa Mungu. Yes. Lakini Baba yuko kwa ajili ya kukutetea. Yes, Lord. Tuambie Baba, tuko hapa siku ya leo. Yes. Baba ukatutendea na nguvu, na yuko kweli kwa ajili ya kututendea. Tunapofahamu tu vile Daudi alivyofahamu ya kwamba alitutetea, na yeye yuko kwa ajili ya kututetea, na mimi najua ananitetea katika hali ya kukataliwa, hali ya kuacha na kutubu. Baba yuko anazidi kunitetea, nawe hatakuacha. Baba hakukuacha. Baba hakutubu, ako pamoja nawe kukufikisha mpaka aone ya kwamba kweli umefunga yote na ushindi wa pendera umeipepa, ya kwamba Baba katika vita zote nimeshinda. Ndiposa Bwana akasema vita vyote vimepigana, imani nimeilinda, na Baba taachia mkono tarajia. So taachia Baba ndio tunatarajia ndani ya maisha yetu. Vita ziko lakini tunazishinda kwa ajili ya imani ambayo tuliyo nayo katika Kristo. Asante Baba. Chukia maisha yako kwa Kristo. Baba ndiye anayetupigania. Baba ndiye anayetutetea. Wengine wanaweza kuwa na kifaa hapa chini ya jua ya kwamba najuana na yule mkuu atanitetea, ya kwamba najuana na yule kiongozi atanitetea, najuana na huyo amgoe atanifunulia. Lakini sisi tunaye Baba yetu, who is our qualifier, who is there that can promotion and retire. Mengi anapozika ya mopozika na mokoya, ikaitete janda promotion and retire. Nikana na mokoya na kaitete. Oshika Baba zaidele kaya, yuwakati Baba zakaitete kaya. Oshika Baba zeda mokoya ni bakaya, makaitete ya Baba kaya. Yesu ni promotion and retire. Kita na mokoya ni mokoya, makaitete na likaya. Kita na mokoya ni mokoya. Oshika Baba, makaitete
na sio huo kisamezesomekana kushika mabasa ya tukana kupakai tepesha na nikaya asirikaya kababasaya imakai tepesha na nikaya hasia na kai papa ishekaya ya tepesha na nikaya lete tipa pozia sasha na nikaya niyo wasasifanya katika jina la Yesu.